kaungana na viongozi wa sasa kina Murtaza Mangungu, unazungumzia try again, rais wa heshima wa Wekundu wa Msimbazi Simba Mo Dewji, na benchi lao la ufundi chini ya Fadlu Davis. Hatimaye wachezaji wakahamasika vya kutosha na kuonyesha kile ambacho mwisho wa siku kikawapa furaha na Simba, kikawapa furaha wa Tanzania. Yote 9. 10 ni kwamba hamasa hiyo ambayo pia ilichagizwa na ahadi ya siku zote kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Amiri Jeshi Mkuu Madam Dr. Samia Suluhu Hassan, ya kutoa fedha, kitita cha fedha kikubwa kwa ajili ya wawakilishi wa Tanzania katika michuano mbalimbali ya kimataifa, kwenye michezo mbalimbali ikiwamo mpira wa miguu, ambapo zikishinda kila goli linazawadiwa kwa kitita cha pesa. Simba wakafanya kilichostahili katika mechi hiyo, wakasonga mbele hatua ya nusu finali, lakini wachezaji walihamasika vya kutosha, wakaonyesha kila kilichostahili kwa mapambano ya kinguvu, kiakili na kimbinu katika kutemeza kile ambacho walielekezwa na kocha Fadlu Davis. Ushahidi juu ya hilo ni kwamba sasa baada ya mechi hizi za raundi ya pili ya kombe la shirikisho hatua ya robo finali, ili kupata timu zitakazofuzu kwa hatua nusu finali, timu 8 zilishiriki. Vikosi vilihusisha wachezaji wa timu zote, lakini mwisho wa siku Simba ikaonekana kwenye tathmini ni kwamba wachezaji wake waling'ara zaidi, na wengi wao wakajumuishwa katika kikosi bora cha wiki hii cha kombe la shirikisho hatua ya robo finali, mechi za marudiano kwa ajili ya kufuzu kwa hatua ya nusu finali. Kwa kukumbushia ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, kwenye michuano ya klabu ya CAF, ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho, katika kila wiki, hasa baada ya kuingia katika hatua ya makundi na kwenda mbele, huwa mechi zikishachezwa zote kinateuliwa kikosi cha wachezaji 11. Na katika uteuzi huo huwa inahusisha performance, ufanisi kwa kila nafasi. Kwa lugha nyingine, beki 2 kwa mfano wanachukuliwa wachezaji wote waliocheza katika nafasi ya beki 2, halafu yule aliyefanya kwa ufanisi zaidi, aliyecheza vizuri zaidi, ndiye anayekuwa mchezaji bora katika wiki hiyo kwenye kikosi hicho, anajumuishwa. Hiyo inakuwa pia kwenye nambari 3, golikipa, mabeki wa kati na kadhalika. Kwa lugha nyingine, wakati mwingine ni kwamba usishangae ukakuta nafasi fulani kuna mchezaji fulani, alafu katika kikosi hicho mchezaji fulani wa nafasi nyingine hayupo. Ni kwa sababu huyo unayemuona wewe aling'ara sana analinganishwa na wengine wa nafasi hiyo hiyo na sio vinginevyo. Yaani huwezi kulinganisha kwa mfano Musa Pimpin Kamara na striker wa RS Berkane. Hapana, striker wa RS Berkane atalinganishwa na kina Steven Dese Mukwala. Beki 2 wa Stellenbosch, hapa tunazungumzia kwa mfano Kazi Godswill atalinganishwa na Shomari Kapombe ama beki wa timu nyinginezo, ambapo yule aliyefanya vizuri zaidi ndo anachukua nafasi yake. Sasa kwenye kuteua kikosi hiki ambacho kinachofanyika ni kuangalia tu nani aliyefanya alionyesha kiwango kizuri zaidi kwenye nafasi yake, ndiye anayetajwa katika kikosi hicho cha wachezaji 11, ambacho si kwamba labda wanakutana mahala ili kucheza mechi, la hasha. Huwa ni recognition tu, kutambua mchango wao, kutambua uwezo wao mkubwa alioonyesha katika raundi husika ya michuano ya CAF. Haya hufanyika kwa ligi ya mabingwa, hufanyika pia kwenye kombe la shirikisho. Kwa Tanzania, wawakilishi wetu Simba wapo katika kombe la shirikisho. Kwa hiyo tumeangalia sisi Mbwaduke Stats Sport Next Level kwenye kikosi hicho cha wachezaji 11 bora wa raundi ya pili ya kutafuta timu za kufuzu hatua nusu finali. Simba wametoa wachezaji wangapi kwenye kikosi hicho? Katika kuangalia utaona kama ifuatavyo jinsi walivyong'ara katika kila nafasi wachezaji wa timu zote. Timu hizo ni Simba, Al Masry, timu hizo ni Stellenbosch, ni Zamalek, ASEC Mimosas, RS Berkane, CS Constantine, USM Alger. Yani kwa ujumla ni timu zote 8 zilizocheza mechi hizi za robo finali. Mwisho wa siku wakapatikana wachezaji 11 waliong'ara zaidi, ambao namba ndio zilizowapeleka na sio vinginevyo. Matokeo yakawa kama ifuatavyo. Golini, kwenye eneo la golini katika kikosi hiki ambacho mfumo wake ulioonyeshwa ni baada ya golikipa kunakuwa na walinzi 4, viungo 3 na washambuliaji 3. Sasa katika mpangilio wa kikosi hicho, golini akaibuka Musa Pimpin Kamara wa Wekundu wa Msimbazi Simba. Musa Pimpin Kamara, performance yake ilikuwa ni 7.9. Alama hizi ni chini ya 10. Ukiweka katika asilimia unazungumzia asilimia 79. Kamara ni wa Simba, sote tunafahamu vizuri. Namba 2 ni Shomari Kapombe wa Simba. Shomari Kapombe amechukua nafasi hii
huyu ni wa Simba tunafahamu, baada ya kiwango chake cha ufanisi kuonekana ni 8.1 ambapo tunaweza kusema 81%. Namba 3, nahodha wa Simba Mohamed Hussein Shabalala wa Simba amechukua nafasi ya beki 3, naye performance yake ni 8.0 ambayo tunaweza kusema ni 80%. Mabeki wa kati hapa ameteuliwa tuseme ameitwa nafasi hii kwa kuscore, kwa kupata alama nyingi zaidi ni Adem Alilet. Huyu ni wa klabu ya USM Alger Adem Alilet, ambaye performance yake, kiwango chake cha ufanisi Adem Alilet ni 7.9 ndo amechukua hapa. Halafu anacheza na nani? Yupo na Shamu Karabu wa Wekundu wa Msimbazi Simba. Performance yake, ufanisi wake ulikuwa 7.4, tunaweza kusema 74%. Katika viungo watatu pale katikati kuna Mehdi Merghem. Huyu Mehdi Merghem ni wa klabu ya USM Alger. Alama zake za ufanisi zilikuwa ni 7.6, tunaweza kusema 76%. Kulia kulikuwa na kiungo ushambuliaji kutoka klabu ya RS Berkane. Huyu ni Ayub Khairi, ambaye performance yake wa RS Berkane, Ayub Khairi, performance yake yeye ilikuwa ni 7.9, tunaweza kusema 79%. Halafu kushoto kulikuwa na Brahim Dib. Huyu ni nahodha, ni kiungo ushambuliaji, wakati mwingine hucheza kama mshambuliaji kinara. Brahim Dib ni wa klabu ya CS Constantine, ambaye yeye performance yake ilikuwa ni 8.5. Wow, tuseme ni 85%. Halafu washambuliaji watatu pale juu katika mfumo huu wa baada ya golikipa 4-3-3 walikuwa mshambuliaji kinara ni Steven Dese Mukwala. Mukwala ni wa Simba, performance yake ilikuwa ni 8.0, tunasema 80%. Kulia alikuwepo Kibu Dennis Prosper, Kibu Denga. Yeye ni wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Alama alizopata ni 7.7, akawapiku wengine wote kwa nafasi yake. Halafu kule kushoto kulikuwepo na Eli Mpanzu Kibisawala wa Wekundu wa Msimbazi Simba, ambaye alama zake za ufanisi zilikuwa 8.0. Kwa hiyo kwa ujumla unaona ni 80%. Kwa ujumla wachezaji wa Simba sasa kwa kuhesabu, wa kwanza huyu Musa Pimpin Kamara, wa pili ni Kapombe, 3 Mohamed Hussein Shabalala, 4 Shamu Karabu. Kwa hiyo hapa wanne haraka washajitokeza katika eneo la kiulinzi. Kwenye kiungo kuna mchezaji hata wa Simba, kuna mchezaji wa USM Alger, kuna mchezaji wa CS Constantine, kuna mchezaji wa RS Berkane. Pale juu Steven Dese Mukwala ni wa Simba, wa 5 huyo. Kibu Dennis Prosper ni wa Simba, wa 6 huyo. Lakini Eli Mpanzu Kibisawala ni wa Simba, wa 7. Kwa lugha nyingine, katika wachezaji 11 waliopata nafasi kwenye kikosi hiki bora cha wiki cha CAF Kombe la Shirikisho kufuzu kwa hatua ya nusu finali ni wachezaji 7 kati ya 11. Ukizidisha kwa 100 ili kupata kiwango cha mchango wa wachezaji wa Simba kwenye kikosi hiki bora ni around 64%. Ni kiwango cha juu mno cha kuwa na idadi ya wachezaji wengi wa idadi hiyo kwenye best 11 ya second week ya hatua ya robo finali michuano ya Kombe la Shirikisho barani Afrika CAF kuelekea nusu finali. Kwa hiyo Simba hiki kijirekodi kidogo kilichojificha, kwa sababu binafsi sikumbuki ni lini Simba kwenye michuano mbalimbali walioshiriki ya CAF kuwahi katika wiki yoyote ya CAF kwenye iwe ligi ya mabingwa ama Kombe la Shirikisho, iwe wiki ya kwanza hatua makundi, wiki ya pili, wiki yoyote, kutoa wachezaji wa idadi hii kwenye kikosi bora cha wiki cha CAF. Mimi sikumbuki. Utaona kwenye kikosi hiki bora cha wiki cha CAF kwenye michuano ya Kombe la Shirikisho hatua ya robo finali, mzunguko au tuseme mechi ya pili ili kupata timu zitakazofuzu hatua ya nusu finali, Simba wameng'ara sana kwa kutoa wachezaji 7 ambao wa kwanza ni huyu Musa Pimpin Kamara, wa pili Shomari Kapombe, 3 Mohamed Hussein Shabalala, wa 4 Shamu Karabu, halafu wa 5 ni huyu hapa Steven Dese Mukwala, wa 6 Kibu Dennis Prosper, wa 7 Eli Mpanzu Kibisawala. Simba imetoa wachezaji 7. Halafu USM Alger imetoa wachezaji 2 ambao ni huyu beki Adem Alilet ambaye ana partner na nani na Shamu Karabu katika kikosi hiki cha kufikirika, maana huwa sio kwamba wanakutana mahala kujiandaa na mechi fulani, la hasha. Lakini vile vile USM Alger ametoa wachezaji 2 hawa
Adem Alilet pamoja na Mehdi Merghem, wote wanatoka USM Alger. Halafu RS Berkane wametoa mchezaji mmoja ambaye ni huyu Ayub Khairi, ambaye katika wale viungo watatu katikati Ayub Khairi ndiko anapatikana upande wa kulia. Halafu Ses Constantine wana nusu finali wengine hawa ambao waliwatoa USM Alger. Nahodha wao Brahim Dib ndiye anaingia kwenye kikosi hiki. Halafu wale watatu wote kwenye ushambuliaji wote wanatoka kwa wekundu wa Msimbazi Simba Mnyama: Steven Dese Mkwala, Kibu Dennis Prosper, Eli Mpanzu Kibisawala. Tunakumbuka Eli Mpanzu katika mechi dhidi ya Al-Masry alifunga bao la kwanza, lakini Steven Dese Mkwala alifunga bao la pili kwa kichwa. Performance hii ni ya kiwango cha juu. Binafsi sikumbuki ni lini timu ya Tanzania kwenye michuano ya CAF, ligi ya mabingwa ama kombe la shirikisho, katika wiki yoyote kutoa wachezaji wengi katika kikosi bora cha wiki husika. Simba wametoa wachezaji 7 katika wachezaji wote 11. Ukizidisha kwa 100 utaona mchango wao kwenye kikosi hiki ni around asilimia 64. Ni wachezaji wengi mno, ukizingatia kwamba kikosi hicho kimehusisha ulinganifu wa wachezaji wote wa Stellenbosch, wachezaji wote wa Zamalek, wachezaji wote wa RS Berkane, wachezaji wote wa ASEC Mimosas, wachezaji wote wa USM Alger, wachezaji wote wa Ses Constantine, Simba yenyewe, Al-Masry, na mwisho wa siku wale walionyesha ufanisi zaidi kwenye nafasi zao ndio wakapata alama nyingi, ndio walioingia kwenye kikosi hiki bora cha wiki cha CAF kombe la shirikisho raundi ya pili, au tuseme raundi ya mwisho kwa ajili ya kufuzu hatua nusu finali msimu huu wa 2024 2025. Bila shaka hii ni chachu kwa wachezaji wa Simba kuelekea mechi yao dhidi ya Stellenbosch, kwamba waendeleze kiwango hiki, kwa sababu mwisho wa siku dunia itawajua, dunia itawatambua. Mwisho wa siku wataleta mafanikio kwa klabu yao ya Simba. Mwisho wa siku wataleta furaha kwa Tanzania. Mwisho wa siku wataleta furaha kwa Amiri Jeshi Mkuu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Madam Dr. Samia Suluhu Hassan. Simba wataendeleza kiwango hiki kilichowafanya kitoe wachezaji 7 kwenye kikosi bora cha wiki cha CAF kombe la shirikisho, ili iwe chachu ya kuangoa Stellenbosch Afrika Kusini na kutinga hatua ya fainali. Hilo ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.